Halo, habari. Karibu katika sehemu ya 10 ya simulizi yetu nzuri ya mateso ya kuzimu. Na pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Basi baada ya Amos kupata fahamu, bado hakuaminika. Alionekana ni kama mtu ambaye amedata ama amechanganyikiwa. Kila mtu alimpuuza na kumwona kiumbe aliyedata. Hata ndugu zake wa karibu pia walimtazama katika mtazamo huo mwenda wazimu. Hapakuwa na mtu hata mmoja aliyemwamini. Sasa kila mtu kwenye maisha yake ilikuwa ni michoro isiyokuwa na maana yoyote. Hakuwa na yeyote wa kumsikiliza. Amos aliishi kwa tabu katika siku zake za ujana wake. Alichomwa sindano na kupewa madawa makali ambayo madaktari walidai ni msaada kwake kutokana na kuwa na maradhi hayo ya amnesia. Kutokana na kutokuaminika, madawa hayo ambayo aliambiwa yanafanya kazi ya kupumzisha ubongo wake yalimfanya asahau mambo mengi ya nyuma. Basi dunia alianza kuiona chungu, alijiona anatendewa unyama na watu wake wenyewe. Kwa zaidi ya miezi 6 akiwa hospitali ya Milembe, hakuwa na chochote alichokuwa akikikumbuka zaidi ya siku 100 za maisha ya kuzimu. Maiti, maiti, maiti. Mtu mmoja alikuwa akipiga kelele kwa nguvu huku akitimua mbio. Ni ndani ya hospitali ya Milembe. Wauguzi walijaribu kumzuia mtu huyo ambaye alikuwa miongoni mwa wagonjwa wa akili waliokuwa wakipata matibabu katika hospitali ile ya taifa ya Milembe. Mtu huyo usoni alionekana kuwa ni mwenye hofu kubwa na taharuki ya aina yake. Ni nini? Muuguzi alimuuliza. Maiti, mtu kajiua. Wapi? Kule, kwenye chumba kile. Alisonta kidole kuonyesha chumba ambacho alikuwa akiishi Amos. Basi, unasema kweli? Haki ya Mungu ni kweli kama akili yangu haijanidanganya. Upesi wa wauguzi wale walielekea kwenye chumba alichokuwa akiishi Amos. Hawakuamini walichokutana nacho. Mwili wa Amos alikuwa amening'inia katika kenchi, akiwa amejinyonga kwa kutumia mashuka ya kujifunika yale. Wauguzi walichanganyikiwa kwa kile walichokuwa wakikiona mbele yao. Taharuki kubwa zaidi ya ile ya awali ikazuka hospitali ya Milembe. Masaa 3 baadaye, habari ya juu ya kifo cha Amos zilienea kila mahali. Kifo cha mtu huyo kilisambaa katika kila pembe ya dunia kwa kasi ya ajabu. Hilo lilikuwa ni tukio lililoleta mijadala mingi. Kuna waliohusisha tukio la kifo cha Amos na ujasusi, wengine walihusisha jumuiya ya Freemason, wachache waliamini yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Kifo cha Amos kimetokana na fractious, yaani hasira katika msongo wa mawazo. Na hii ni kutokana na ujumbe aliouacha kabla ya kujiua, alisema mkurugenzi wa usalama wa taifa Abdurrahim Ali. Alikuwa ameshikilia karatasi za ripoti ya postmortem ya mwili wa Amos uliofanyika katika hospitali ya mkoa wa Dodoma. Mbele yake walikuwa wameketi mawaziri kadhaa wa serikali, wakiwemo waziri wa afya, waziri mambo ya ndani, IGP wa jeshi la polisi, sanjari na maafisa wengine wa jeshi wa ngazi za juu. Basi alimeza funda la mate kisha akaendelea kuzungumza. Pamoja na hayo yote, bado uchunguzi wa kina unaonyesha kijana Amos Mikidadi alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya amnesia, ambayo licha ya kupoteza kumbukumbu, lakini maradhi hayo yalimsababishia tatizo la kurukwa na akili. Aliongea kisha akachukua karatasi nyingine na kuendelea kusoma. Mazingira ambayo mwili wa kijana huyu ulikutwa ukiwa mfu, ulipatikana ujumbe ambao ulikuwa kwenye kipande cha karatasi. Ujumbe huo uliandikwa kwa maandishi makubwa uliosomeka Sonny Napak, alisema. Akawatazama tena wale vigogo waliokuwa wakimsikiliza kwa kina. Neno hili baada ya timu yetu kulifanyia uchunguzi wa kina, tumebaini halina maana yoyote zaidi ya kwamba neno hilo Sonny Napak ukiligeuza kuanzia mwisho kuja mwanzo unapata neno Panasonic. Panasonic ni jina la ndege ambayo ilipotea. Hapa hatupati maana yoyote. Japokuwa marehemu kabla ya kifo chake aliwahi kueleza hadithi ya kuishi siku 100 kuko kuzimu. Kisha
ambacho sote tunakubaliana ilikuwa ni ndoto iliyokuwa anaota akiwa amelala anapatiwa matibabu. Hivyo basi, mapendekezo ya kurugenzi ya usalama wa taifa, tunaona kuwa ni vyema sakata hili liwe closed but unsolved. Alimaliza kutoa maelezo. Viongozi wote waliokuwa pale walitikisa vichwa kukubaliana na maelezo pamoja na mapendekezo. Wiki 2 baadaye sasa, Amos alizikwa nyumbani kwao Nyamalembo mkoani Geita. Ilikuwa ni huzuni kubwa kwa familia, marafiki na jamaa wa karibu. Baada ya mazishi, watu waliketi matanga kwa wiki 2 wakiimba tenzi za rohoni pamoja na kumfanyia ibada ili roho yake ilazwe mahali pema peponi. Mungu ametoa, ndiye ametoa. Kwa heri Amos. Kwa heri mpendwa, roho yako ilazwe mahali pema peponi. Amen. Watu wote waliitikia kwa sauti. Hadithi ya Amos ikabaki kuwa ni ndoto. Mwisho. Kwa hiyo huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri ya mateso ya kuzimu. Karibu katika simulizi nyingine nzuri itakayokufurahisha na kukuburudisha na kukufundisha maisha mbalimbali tunayopitia kama wanadamu. Kama ni mara yako ya kwanza, ninakukumbusha bonyeza sehemu ilipoandikwa subscribe ili itakapokuja simulizi nyingine mpya uwe wa kwanza kupata taarifa na ujue kwamba kuna video mpya imekuja. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.